the number. Lazima tufanye kazi ili tuwe mmoja wa Because wale. Christ has already done his work at the cross. Kwa sababu Yesu tayari amefanya kazi yake So msalabani. Abraham walked with God. Ibrahimu alitembea na Mungu. He obeyed God. Akamtii Mungu. And it was counted for him as righteousness. Na akahesabiwa kuwa mtakatifu. Because of obeying. Kwa sababu ya kutii. A God he had not seen. Alitii Mungu ambaye hakuwa amemuona. It is recorded that Enoch. Imeandikwa ya kwamba Enoko. He walked with God. Alitembea na Mungu. Until he was no more. Mpaka akapotea. They went with God. Akaenda na Mungu. Because he walked with God. Kwa sababu alitembea na Mungu. We need to walk with God. Tunahitaji kutembea na Mungu. There are some people in Acts 11 and verse 26. Kuna watu katika Acts 11:26. They were noted to be the first Christians. Waliweza kugunduliwa kama Wakristo wa kwanza. In fact, the people who were called Christians for the first time. Watu ambao waliitwa Wakristiano mara ya kwanza. They were from Antioch. Walitoka Antioch. Because they behaved. Kwa sababu walitenda vyema. They said. Wakasema. And they were just like Jesus Christ. Na walikuwa tu kama Yesu Kristo. And because he was Christ. Na kwa sababu alikuwa Yesu. So they were called Christians. Kwa hivyo wakaitwa Wakristiano. Because they did what Jesus was doing. Kwa sababu walitenda kama vile Kristo alifanya. Those are people who walked with God. Hao ni watu walitembea na Mungu. The disciples of Jesus Christ. Wanafunzi wa Yesu Kristo. They walked with Jesus. Walitembea na Yesu. Until one time. Mpaka wakati mmoja. When Peter was hiding. Wakati Petero alikuwa anajificha. Following Jesus from afar off. Akimfuata Yesu kutoka mbali. Even a small girl told him. Kama Yesu yule msichana mdogo akamwambia. Until one of them. Wewe sio mmoja wa wao. Did I see you with them? Sikukuona pamoja na wao. Because they had been recognized. Kwa sababu walikuwa wametambuliwa. They had walked with God. Walikuwa wametembea na Mungu. People like Daniel. Watu kama Danieli. Just to mention a few. Nikitaja tu wachache. They walked with God. Walitembea na Mungu. It did not matter what decrees the king had made. Haijalishi ni matangazo yapi mfalme alikuwa amesema. But they obeyed their God. Lakini walitii Mungu wao. And so they walked with God. Na kwa hivyo wakatembea na Mungu. And in our Christian walk. Na katika matembezi yetu ya Kikristo. Because we have so many examples ahead of us. Kwa sababu tuko na mifano mingi sana mbele yetu. We need to know what can pull us down. Tunahitaji kujua ni kipi kinaweza kutuondoa. Because as we were reading. Kwa sababu wakati tulikuwa tunaomba. Verse 11 was saying. Mstari wa kwanza wa 11 ulikuwa unasema. That the flesh. Ya kwamba mwili. Always wages war. Mwili unaleta vita. With the soul. Pamoja na roho. And the spirit. Na roho. So what we are supposed to do. Kile tunafaa kufanya. Because this body will not get to heaven. Kwa sababu huu mwili hautafika mbinguni. It is our spirit. Ni roho wetu. So the body will always want, the flesh will always want to pull us down. Kwa hivyo mwili tujue ya kwamba unataka tu kutuvuta chini. And at most times. Na wakati mwingi. We tend to obey the body. Wakati mwingi tunaonekana kutii mwili. I am hungry. Niko na njaa. And it's good to be hungry. Na ni vizuri kuwa na njaa. Even Jesus was hungry. Hata Yesu alipata njaa. He was even told, change these stones into bread. Wakati mwingine aliambiwa badilishe mawe yawe mkate. It is natural. Ni hali ya kiasiri. This body tells us. Huyu mwili unatuambia. Let us sleep a little bit. Hebu tulale kidogo. I can pray tomorrow. Ninaweza kuomba kesho. I can read the word of God another day. Ninaweza kusoma neno la Mungu wakati mwingine. The body will always want to fight with our spirit. Mwili lazima uwe katika vita na roho. Because the body is not inheriting the kingdom of God. Kwa sababu mwili hautarithi ufalme wa Mungu. The Bible says we shall be changed. Biblia inasema ya kwamba tutabadilishwa. We shall be transformed. Tutabadilishwa. To something else. Tuwe kitu kingine. To spirit beings. Ili tukue roho. But the body. Lakini mwili. And that is the flesh. Na ndio mwili will always want to pull us down. Kila wakati unataka kutuvuta chini. In our walk with God. Katika matembezi yetu na Kristo. I want us to look at some few things. Nataka tuangalie mambo chache. Hindrances.
vikwazo that make us not to walk with God. vinavyotufanya tusitembee na You know, Mungu. they keep pulling us down. Hivi vikwazo vinatuvuta chini. One of them is doubts. Kikwazo kimoja ni shaka. When Eve was in the Garden of Eden, Wakati Hawa alikuwa katika shamba la Edeni, Satan, in form of the snake, shetani akaja akiwa kama nyoka told her, na akamwambia, did God really say? je, Mungu kwa kweli alisema? No, it is putting doubt. Inaweka shaka. If I think you are not there. Ni kama haukuwa pale. You were not there. It was said to Adam. Iliambiwa Adamu. I don't think you had it well. Sijui kama ulisikia vyema. So Satan plants doubts in us. Kwa hivyo shetani akapanda shaka kwenye Hawa. Are you really born again? Je, wewe umeokoka? Did you really taste the mercies of Je, kwa God? kweli umeonja rehema za Mungu? What is the benefit of being in the Lord so far? Faida za kuwa katika Mungu mpaka You know, sasa ni nini? Satan plants doubts in us. Shetani anapanda shaka ndani yetu. Even Peter, when he walked on the water, Hata Petero alipokuwa akitembea juu ya maji, when he doubted, wakati alikuwa na shaka, he started sinking. akaanza kuzama. We need to believe God Tunahitaji kumwamini Mungu and believe his word, na tuamini neno that lake, what he has said, ya kwamba kile alichosema he is there to fulfill ni it lazima atakamilisha and to complete, to accomplish it. na aweze kukamilisha kabisa. Let us not allow doubts. Hebu na tusiruhusu shaka. And this has been a message was preached by Lydia the other day, Na huu ni ujumbe ambao ulihubiriwa na Lydia siku that we nyingine, need to overcome doubt. ili tuweze kushinda I don't know shaka. why we are repeating it. Sijui kwa nini Let tunavirudia. us be people who believe the word of God Hebu na tuwe watu ambao wanaamini neno la and Mungu what it says. na vile linavyosema. Praise the Lord. Amen. We have past failures. Tumekuwa na kushindwa wakati The uliopita. second thing, Kikwazo cha pili, past failures kushindwa ambako kumepita in our Christian walk. katika matembezi yetu ya We Kikristo. may have failed at one given time or another. Tunaweza kuwa tulishindwa wakati mmoja ama mwingine. And the Bible Na says, Biblia inasema all have sinned wote wamekuwa wenye dhambi and have fallen short of the glory of God. na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. I am not here to advocate for sins. Siko hapa kuunga mkono dhambi. No. Hapana. We are a holy nation. Sisi ni na taifa teule We have been takatifu. called to holiness. Tumeitiwa utakatifu. But sometimes, Lakini wakati mwingine this is a weapon that the devil uses hii ni silaha ambayo shetani to anatumia keep pulling us down. ili kutuvuta chini. When you want to mount up, Unapotaka kupanda juu, you are pulled down unavutwa chini. because it keeps reminding us Kwa sababu kila wakati inatukumbusha of our past failures. natukumbusha mambo ambayo tumeanguka awali. We know Peter denied Jesus. Tunajua ya kwamba Petero alimkana That is Yesu. from Luke 22, Kutoka Luka 22 54 to 62. 54 mpaka 62. But after that, Lakini baada ya hapo, when Jesus was risen, Yesu alipofufuka, Peter was asked 3 times, Petero akaulizwa mara 3, do you love me? je, unanipenda? Until he was very angry with Mpaka Jesus. akakasirika na Yesu. But it was canceling the 3 times he had denounced Jesus. Lakini ilikuwa inavuta mara 3 ambayo alikana Yesu. And Jesus told Peter, Na Yesu akamwambia Petero, Satan has asked for you shetani amekuuliza so that he would deal with you. ili aweze kukushughulikia. You know, the way the wheat is done, Tunajua vile ngano inafanywa. you know, that is what, you look at it and you are like, is this what the devil had meant for Peter? Je, hivi ndivyo shetani alikuwa anamaanisha kwa To Petero? finish him completely. Ili ammalize kabisa. But the seed of God, Lakini mbegu ya Mungu, the word of God in Peter, neno la Mungu katika Petero, and the destiny that God had for him na hatima ambayo alikuwa nayo kwa Petero, would not have been stopped by the 3 times he denounced Jesus. haingeweza kusitishwa na mara 3 ambapo Petero aliweza So kukana let us Yesu. not allow ourselves Hebu na tusijiruhusu to be reminded every other time, tukumbushwe kila wakati, because it is at the cross kwa sababu ni pale msalabani that we were washed. ambapo tulioshwa. There is a story about Ahab. Kuna story ya kuhusu Ahab. In 1 Kings chapter Wafalme 21, wa kwanza 21, 27 to 29. 27 mpaka
29. We know what King Ahab did. Unajua mfalme Ahabu alifanya nini? He picked the wife of Uriah. Akamchukua mke wa Uria, And you know what happened. na tunajua hadithi hii. And he put Uriah in the front line in the battle, Na akamweka katika mstari wa kwanza wa vita, so that he could be killed. ili aweze kuuawa. And sure enough, he was killed. Na kwa kweli Uria aliweza And kuuawa. after that, Na baada ya hayo, the prophet of God was sent. nabii wa Mungu akatumwa. And was that is to Ahab. Akatumwa kwa Ahab. And he was told to tell Ahab, Na akaambiwa amwambie Ahab, where the dogs licked your blood, mahali ambapo Uriah's blood, wakati ambapo damu ya Ahabu Ya ya Uria iliweza kurambwa na mbwa, that is where yours will be licked. na damu yako pia italambwa pale pale. And Jezebel the wife Na Jezebel mkewe was not also to live. hata yeye hataishi. And when Ahab heard that, Na wakati Ahab alisikia haya, he declared fasting. akatangaza kufunga. Kuomba na kufunga. Akatangaza kuomba na kufunga. And Ahab prayed to God. Na Ahab akamuomba Mungu. He put on sackcloth Akavaa nguo za gunia and fasted. na akafunga. And do you know, Na je, unajua it did not happen to him. haikufanyika kwake. Who are you to condemn Je, yourself? wewe ni nani Why kujihukumu? do we allow ourselves Kwa nini to tunajiruhusu be reminded by the devil ili tukumbushwe na shetani those past things that we did? mambo ya kale ambayo tulifanya? Even if you kill, Hata kama uliua, when God forgives, wakati Mungu he anasamehe, does not forgive sin X hasamehei dhambi moja and then leaves sin Y. halafu anawacha He nyingine. forgives all sins. Anasamehe dhambi So zote. let us leave our past, Hebu na tuachane na mambo ya kale, because those ones happened. kwa sababu hayo But yashatendeka. now we are in the Lord. Lakini sasa tuko kwa And Mungu. I said I'm not advocating for sin. Na nimesema ya kwamba siungi mkono dhambi, But there could be something that keeps pulling you down. lakini pengine kuna kitu ambacho kila wakati kinakuvuta The Bible chini. says in Proverbs 24:16 Biblia inasema katika Mithali 24:16, that a righteous man falls 7 times, mwenye haki huanguka mara 7 and 7 times he rises na up. mara 7 anainuka. Praise the Lord. Amen. So let us not allow ourselves, Hebu na tusijiruhusu, now that we have come to the Lord, kwa sababu tumekuja kwa because Mungu, we've been washed by the blood of Jesus sababu Christ, tumeoshwa na dhambi ya Yesu to Kristo, allow these past sins tusiruhusu dhambi za to kale keep following us, zitufuate. provided we are not doing them. Ila tu tusiwe We are tunafanya not dhambi. continuing in the sin. Hatuendelei na We dhambi. are a holy nation. Sisi ni taifa Then we teule. carry on, Hebu na tuendelee, forgetting the past tusahau and yaliyopita looking forward, na tuangalie so mbele that we mount up ili tuweze and kuinuka get to our na destiny. tufikie hatima yetu. Praise the Lord. Amen. The other thing Kikwazo kingine, is waiting for long. kugojea sana. Sometimes we pray to God Wakati mwingine tunaomba, and we see as if time is fast spent. tunaona ya kwamba tumekaa We sana. believe God for things Tunaamini Mungu kwa mambo and we wait na tunagoja and we wait na tunangoja until then we give up. mpaka wakati mwingine tunachoka. I want to say in the Lord, Nataka nikusema nikiwa ndani ya brethren, there is Bwana, no room for giving up. hakuna nafasi ya We kukata tamaa, only have a time to keep moving on, lakini tuna nafasi tu ya kuendelea a mbele, step after the other. hatua baada ya nyingine. The Bible says Biblia inasema that Abraham waited. Abrahamu aligoja. Can we put ourselves in his shoe? Je, tunaweza kujiweka katika viatu He vyake? was told by God, Akaambiwa na Mungu, you'll be a father of nations. wewe utakuwa baba wa mataifa. Yet Sarah was barren. Na wakati ule Sara alikuwa tasa. Sometimes you look at situations. Wakati mwingine tunaangalia hali, Are you joking, God? je, Mungu wewe kweli unamaanisha? Can I become a father of nations? Je, mimi naweza kuwa baba wa mataifa? Yet I don't even have my own son. Na wakati huu sina hata mwana mmoja. He even told God Akaambia Mungu, that the one who is to take my inheritance is Eliezer. yule atakayeniridi ni Eliaza. But God said no. Lakini Mungu akasema It la, is your very own son. ni mwana wa damu yako. And he waited. Na akagoja.
Brethren, let us wait unto Ndugu the zangu, Lord. hebu na tugoje. The Bible says Biblia inasema that I waited unto the Lord, mimi niligoja Bwana and he surely came. na kwa kweli Let alikuja. us continue in the waiting. Hebu tuendeleeni kugoja. The time of waiting is a painful time. Wakati wa kugoja ni wa uchungu. It is so painful. Unaweza kuwa wa It is a uchungu. sacrifice. Ni kujitolea. It is when doubts can arise. Shaka zinaweza ingia. It is when our faith can be weak. Imani yetu inaweza kuwa But dhaifu. let us wait. Lakini hebu tungoje. Because the one who has promised Kwa sababu yule ambaye ameahidi is faithful. ni mwaminifu And he will come. na atakuja. At God's appointed time, Wakati wa Mungu it ukifika, shall come to pass. itakuja kwa kweli. Praise the Lord. Amen. So let us not give up. Hebu na tusikate tamaa. And we are like others are remembered by God. Na tunaona wengine wanakumbukwa na Mungu. The God who remembers, Mungu ambaye anakumbuka. he remembers one Anakumbuka mmoja and also remembers the other na one anakumbuka mwingine at his own appointed time. wakati wake mwenyewe. Not at our time, Sio wakati wetu, but at his time. lakini wakati So let wake. us take courage, Hebu na tujihimize. knowing that we have believed a faithful God. Tujue ya kwamba tumeamini Mungu mwaminifu. Something else, Jambo lingine, little or no determination. kikwazo kingine ni kuwa ni kutomaanisha ama kuwa na imani kidogo. We have very little determination. Tuko na imani ama tuko na nguvu, juhudi kidogo. You know, the Bible says Biblia inasema that we move from one degree of glory to the other. tunatoka utukufu mmoja hadi mwingine, And when we get to one of it, na tunapofika kwa moja and then we stay there, na tunakaa pale, how will we mount up? tutapaa juu We vipi? must move from one degree of glory to the other. Tunatoka kwenye kwanza hadi level moja ya utukufu hadi nyingine. Exactly. Because that is what our God wants. Kwa sababu hivi ndivyo Mungu wetu God anataka. does not want us to stay at the same place. Mungu hataki tusite mahala pamoja. He wants us to keep moving. Anataka tuendelee And kutembea. that is why we need to mount up. Na ndio maana tunafaa Because kupaa. this is the year of mounting Kwa up. sababu huu ni mwaka wa kupaa juu. You know, anytime we are given a theme, Kila mwaka tunapopatiwa ujumbe, I want to sit down nataka nikae chini as an individual. kama mtu binafsi. And I want to know what God has for me Na nataka nijue Mungu ako na nini kwangu in that particular theme. katika ujumbe ule. I'm not saying that I have reached the end. Sisemi ya kwamba nimefika mwisho. But in this mounting up, Lakini katika hii hali ya kupaa in juu, this month of April, huu mwezi wa Aprili, I'm still praying to God. ninaomba Mungu, I want to see what is all this about mounting up. nataka nijue hii hali ya kupaa juu ni nini. Because if our God gave us that theme, Kwa sababu kama Mungu alitupatia ule ujumbe, there is something He has for each and every one of lazima us. kuna kitu ako nacho kwa kila umoja And so wetu. let us be determined, Na brethren. hebu sasa tutie juhudi. Let us not be comfortable with where we are. Tusitosheke mahali tuko. Because we are called to mount up, Kwa sababu tumeitwa tuweze to kupaa. reign with the Lord. Ili tukaweza kutawala pamoja na We Bwana. have said we are chosen. Amesema ya kwamba sisi So tumeteuliwa. others have been left. Wengine wameachwa. And so if we are royal, Na kwa hivyo kama wewe ni wa kifalme, we must remain there ruling. lazima tukae pale tukitawala. Ruling with our God. Tukitawala pamoja na Mungu wetu. Because He's a mighty Kwa God. sababu ni Mungu mwenye nguvu. Let us keep walking Hebu na tuendelee kutembea towards our destiny. tukielekea kwenye hatima Because yetu. God has called us to those high things. Kwa sababu Mungu ametuitia hayo mambo ya juu. I know I've talked about it another time. Najua nimesema haya wakati mwingine. Working our salvation. Tukufanyia kazi wokovu wetu. We must work. Lazima tufanye kazi. Working as an individual. Tufanye kazi kama Before we come kibinafsi. to the church, Hata kama tunakuja here kanisani, we come to congregate, ambapo tunakuja kuungana to sing of what God has done, ili tuone Mungu amefanya nini, to encourage one another, tuweze kuhimizana, so that we keep walking, ili tuendelee walking kutembea, towards heaven. ili tukielekea mbinguni. You know, when I got saved, Wakati nilipookoka, I used to hear people saying, nilikuwa nikisikia watu wakisema, I am born again mimi nimeokoka and I'm heavenly bound. na mimi nimeunganishwa na mbingu. I used to wonder, what does all this mean? Nilikuwa nikishindwa haya yanamaanisha nini? Our citizenship is not here on earth. Utaifa wetu sio wa hapa
hapa duniani, It is there in heaven. lakini uko mbinguni, Because you are children of the kingdom. kwa sababu sisi ni wana wa kifalme. Something else that can put us down. Kikwazo kingine It is trials and temptations. ni majaribu. These are things that put us down most of the time. Haya ni mambo ambayo yanatuvuta chini wakati mwingi. Do you know you are tempted in the things that you really like? Je, unajua ya kwamba unajaribiwa na mambo ambayo unapenda, In the areas you want to pursue? katika mahali ambapo unataka kupita, In areas of your interest? na mahali ambapo wewe unataka sana. You know, if you're not interested in a particular thing, Ikiwa hautaki kitu mahali you may fulani, not be tested in that line. hauwezi ukajaribiwa na You know, mahali when pale. Jesus was tempted of the devil, Wakati ambapo Yesu alijaribiwa na he was shetani, told, change these stones. akaambiwa badilisha mawe, It is because he was ni hungry. kwa sababu shetani alijua ya kwamba Yesu ana njaa. That was the situation at that time. Hiyo ndio ilikuwa hali wakati Because ule, Jesus required food. kwa sababu Yesu alihitaji So chakula. sometimes we are tested. Wakati mwingine We tunajaribiwa, are tempted of the devil. tunajaribiwa na shetani. And trials sometimes beat us around. Majaribu In yanatuzingira all sides. kutoka hali zote, But the Bible lakini says, Biblia inasema count it joy hesabu kama furaha when you are tempted. wakati ambapo Because unajaribiwa. it is through those trials and Ni kwa temptations sababu ni katika majaribu yale that you will be promoted. ambapo utainuliwa. Sasa, if you have not done grade 4 exam, Kama haungekuwa umefanya mtihani wa grade 4, ama you have not sat for class 8, ama kama hujafanya mtihani wa class 8, how will you go to form 1? je, unawezaje kwenda form I 1? know sometimes ago, Najua wakati uliopita pengine there are some people who used to be told, you are very good, you can bypass 2 classes, go to the other one, because you are very bright. kuna watoto ambao walikuwa wakiambiwa kwa sababu wewe ni mwelevu sana, pengine hautaenda darasa la 3, tutakupeleka darasa la And 4, they jump. na wanarukishwa. But with God, Lakini katika Mungu it is one level to the other. ni lazima kutoka hatua moja kwa ya pili. So when we are tempted, Wakati ambapo tunajaribiwa, let us know who we are. hebu na tujue sisi ni That nani. in that temptation, Katika majaribu yale, that God wants to prove himself. Mungu anataka kujionyesha. He wants to put us higher up. Anataka kutuinua juu zaidi. And the Bible Na says Biblia inasema that sometimes wakati mwingine we are between a rock tuko katikati ya jiwe and a hard place. na mahali kwingine kugumu. So sometimes you look at the rocks out there. Kwa hivyo wakati mwingine unaangalia mawe nje. So if you are not hit by the rock, Kama haujagongwa na jiwe, you will fall on a hard place. basi utaangukia mahala kwingine So it is kugumu. not a sweet place. Kwa hivyo sio mahala pazuri. But out of that place, Lakini pale you will be promoted. utainuliwa. You will be raised up Utainuliwa. because you are a son of Kwa God. sababu wewe ni mwana wa Mungu. There is no time. Hakuna wakati. Even the Bible says Biblia inasema that we will not be tempted beyond our ability. hauwezi ukajaribiwa jambo ambalo Mungu anajua hauwezi God will ukashinda. not allow it to happen. Mungu hawezi akaruhusu And litendeke. that is why you see some people passing through very hard things. Na ndio maana unapata watu wengine wanapitia Because mahali gumu that is the sana. line that God has desired for Kwa them. sababu hivi ndivyo mapenzi ya Mungu yalivyo. And I want to say Na nataka niseme that every tunnel kila njia has an opening at the end. lazima ikuwe na mahali pa There is kutokea. a light Kuna mwanga at the end of the tunnel. mwishoni mwa ile njia. Brethren, even when we walk Ndugu zangu, wakati tunatembea through the shadow of the valley of darkness katika and death, ile hali yenye giza na majaribu na mateso we mengi, shall come to the end. lazima tufike We mwisho. must also know Lazima tujue that God has placed for us a table Mungu ametuwekea meza in the front of our enemies. mbele ya adui zetu. And so we shall have these enemies around Kwa us. hivyo maadui lazima Your enemy is. ni wewe ujue adui yako ni And nani, you know you can also be your own enemy. na wewe ujue ya kwamba unaweza kuwa adui yako But we mwenyewe. must overcome. Lazima We tushinde, must overcome. lazima tushinde. Job 2 verse 10. Ayubu 2:10.
says inasema that Job was tested, Ayubu alijaribiwa yet he did not sin. lakini hakufanya dhambi. So even in our temptation, Hata wakati wa kujaribiwa kwetu, when we, tunakosa kutembea na Mungu because we are comfortable, kwa sababu sisi tumetosheka. we want to stay in our comfort zone. Tunataka kukaa katika zile hali zetu za How kutosheka. shall we mount up Je, tutapaa juu vipi if we remain in our comfort zone? iwapo tutakaa katika zile hali zetu za kutosheka? I see Jesus Christ challenging the disciples. Naona Yesu akitia changamoto kwa wanafunzi wake. And even when he left and went to the mountains to pray, Na hata wakati ambapo aliwaondokea na kwenda mlimani kuomba and he found them asleep, na akawapata wamelala, actually he told them, akawaambia, pray ombeni so that you may not enter into temptation. ili msiingie kwenye majaribu. And then he asked them, Na kisha akawauliza, could you not watch for 1 hour? hamwezi mkaomba kwa visalimu? And someone said that is a minimum time we can pray. Na pengine ni kusema hilo ndio wakati ambapo kwa wakati mdogo sana ambapo tunafaa The kuomba. very minimum. Ni wakati mdogo zaidi. You know, Mama Sylvia one time as she talked, Na wakati mwingine Mama Sylvia aliongea. sababu wa mama huwa wanaongea. Because ladies talk. We talk many things. Anaongea sana. We were saying at one time when you wake up late, Wakati mwingine tulikuwa tunaongea wakati tukiamka kama tumechelewa. what is the first thing you do? Ni nini cha kwanza unafanya? And so we were analyzing. Kwa hivyo tulikuwa ukiamka asubuhi. Na ukiwa umechelewa, And you realize that you are late. what is the most important thing you do? Ni jambo lipi la muhimu sana unafanya? And you are saying, Na tulikuwa tunasema of course you take a bath. unaoga. That time breakfast is not an issue. Wakati ule hata hukumbuki kukiamsha You can kinywa. even pack it in your bag. Unaweza hata kuiweka kwa mfuko. Or to the men because they carry no bags. Hata kwa wanaume kwa sababu hawabebi vitu. As ladies, we can put it in the bag Sisi wa mama tunaweza kuweka kwa mfuko. and eat it somewhere. Na uweze kuikulia mbele. But we remember to pray. Lakini je, unakumbuka kuomba? You know, you make that breakfast for everyone in a hurry. Unapika ile kiamsha kinywa haraka sana Because we don't want to get late to work. kwa sababu hatutaki kuchelewa kazini. So what are we saying? Tunasema nini? Sometimes we remain in our comfort zone. Wakati mwingine tunakaa katika zile hali zetu za kutosheka. And we only do the bare minimum. Na unafanya kile kidogo zaidi. You know, just making sure you are a comfortable Christian. Ili ujue tu wewe ukumbuke tu wewe ni Mkristiano anayefanya anavyofaa. God, I thank you for today. Ninakushukuru kwa leo Mungu. That time we are late. God, I thank you for today. Ni wakati ambapo umeamka kama umechelewa. Mungu I nakushukuru. speak the blood of Jesus Christ Na nena damu ya Yesu Kristo upon myself and my family. kwangu na hata kwa jamii yangu. As I go to work, see me through. Nikienda kazini nione. Give me a good day. Nipatie siku njema. Amen. And you are out. Na unatoka. We only do the bare minimum. Tunafanya kile kidogo zaidi. But we are not called for the minimum. Lakini sisi hatujaitiwa kile kidogo zaidi. Because you cannot say, Kwa sababu huwezi ukasema, let me pray for 10 minutes. hebu niombe dakika 10 And I fail to take a bath. na nisioge. You know, it will not happen that way. Haiwezi kafanyika We vile. only do the bare minimum Tunafanya kile kidogo zaidi so that we live. ili tuondoke. Or we do that other thing. Ama tufanye jambo lingine. Let us break the camp. Hebu na tuvunje The zile Israelites hema. were told, Israeli you waliambiwa, have stayed here for too long. mmekaa hapa wakati mrefu sana. If we have to mount up, Kama lazima tupae juu. we must break the camp. Lazima tuvunje hema. We must break the camp. Lazima tuvunje hema. Staying out of the ordinary. Tutoke katika hali za kawaida. Doing the same things the same way. Kufanya kila kitu kila siku. The results will always be the same. Matokeo yatakuwa vile vile. I'm here to encourage someone. Nataka nihimize mtu. Let us break the camp. Hebu na tuvunje hema. Let us try other ways. Tujaribu njia zingine. And when we do that, Na tukifanya hivyo, we'll be moving up. tutakuwa tukiendelea. Our God is faithful. Mungu wetu ni mwaminifu. Now you will ask, Na utauliza. because these are so many hindrances, Kwa sababu hivi ni vikwazo vingi. I only pray for 3 more minutes. Na naomba dakika Can see zingine my tatu. time is up. Naona wakati So wangu. what are we supposed to do? Tunafaa kufanya nini? Way forward. Njia So that we continue walking with the Lord. ili tukaweza kutembea na Mungu. Be focused. Umaanishe. Upate mwelekeo. Yes. Be off 2 to 3. Wahibrania 12:2-3.
Jesus, okay, that verse says, Biblia okay, inasema we are surrounded by such a large crowd of witnesses. tumezingirwa na washahidi wengi. Then from there, Na kutoka pale looking unto Jesus, kuangalia Yesu Kristo who did not consider he was a son of God, ambaye hakujiita au kujitambua kama mwana wa Mungu, but went through the cross. lakini I don't know whether we'll agree with this, sijui kama utakubaliana na but hili. there's someone who said Lakini kuna mtu alisema that Christians are very indisciplined. ya kwamba Wakristiano hawana adabu. I don't know what he meant. Sijui alimaanisha nini, I don't really know. sijui kwa kweli, But it can be some homework for all of us. lakini inaweza kuwa ni kazi ya nyumbani kwa kila mmoja wetu, Because kwa sababu the children of the world watoto wa ulimwengu are very wise wako na hekima in what they do. kwa mambo wanayotenda. But when we come to the things of the kingdom, Lakini tunapokuja kwa mambo ya we kifalme, find sometimes we borrow from them. wakati mwingine tunaomba kutoka Let kwao. us be disciplined. Hebu na tupate adabu. I'm looking for that verse. Okay, Paul says Paulo alisema that when I have, I subject my body under strict discipline. wakati ambapo ninaelekeza mwili wangu kwa adabu ya kweli. That is 1 Corinthians 9, Wakorintho wa kwanza 27. 9:27. But I discipline my body. Lakini natia mwili wangu Because adabu. we say that this is the body that keeps pulling us down. Kwa sababu tunasema ya kwamba huu ni mwili ambao unatuvuta So chini. he pulls his body down. Anavuta mwili wake So chini. that when we have preached to so many, Ili akihubiria watu wengi, at the end, mwishani he will not be a castaway. ili asitupwe nje. You know, he will be disqualified. Asikuja kukataliwa. So we are saying that this body must be disciplined. Tunasema ya kwamba lazima huu mwili utiwe adabu. We must have a personal relationship with God. Lazima tukuwe na uhusiano wa kibinafsi na And that Mungu. one we have. Na tukifanya hivyo, That one we have. hiyo tunayo tayari. Because we are born again. Kwa sababu tumeokoka. No urata ni ulimagirwo. No, lakini urafiki lazima The uushughulikie. way we walk with God, Jinsi tunavyotembea na Mungu, our prayer times. wakati wetu wa maombezi. Peter and John went to the temple. Petero na Yohana wakaenda At hekaluni. the third hour of prayer, Lisali la tatu la kuomba, Jesus prayed. Yesu He akaomba. could leave his disciples. Alikuwa And then he was going to the mountains. kisha naenda mlimani. In fact, Judas knew. Yuda alijua When you want to get Jesus, ukitaka kumpata Yesu at night, usiku, you can only find him at the mountain. utampata tu mlimani. Praise the Lord. Amen. He had times. Alikuwa na wakati, He was disciplined alikuwa na adabu in his prayer life. wakati We need to pray. la tunahitaji kuomba. It is good that the church organized, Alitembea na Mungu and then it's announced here. na inatangazwa hapa. They went. Walienda, Not that they died. sio ati ya kwamba They walikufa, went. lakini And walienda it is known they went. na inajulikana vizuri walienda. Praise the Lord. Amen. Let us keep walking with the Hebu Lord. na tuendelea kutembea na Mungu, And when we walk with God na tunapotembea of our lives, kila siku ya maisha you yetu. know the Bible says, Biblia inasema zaidi. do you want to be a star? Je, unataka kuwa nyota? By the way, do you know you can only be recognized when during those times of darkness? Ya kwamba utaweza kutambulika wakati ule wa In giza. all those hindrances we have talked about, Tumeongea kuhusu vikwazo. let us stand out. Hebu na tusimame. Let us stand out Hebu na and know that we are children of the Most High God. tujue kwamba sisi ni Big heart for Jesus. Pigie Yesu makofi. Nasema big heart for Jesus. Pigie Yesu makofi. Thank you so much, Cecilia. Asante sana Cecilia. You didn't finish. Haukumaliza. Let us raise up our hand towards Cecilia. So much for that wonderful word. Asante sana kwa neno. Get to respond to all those points that he has given us. Ningependa tuitikie hizo hoja ambazo ametupa. You can pray them if you can remember them with your hands. Unaweza omba kama utazikumbuka kwa kichwa chako. You can pray them when you are saying your notes. Unaweza kuwa na kitabu chako usome And just pray those points that he has given us. na uombe hizo points ambazo ametupa. Because those points are very, very challenging to our life. Kwa hizo pointi zinatutia changamoto maishani. As that. Alianzia kusema That we can be able to know that
we are before God, we are a priests. We are a priest, and we have all the right to express ourselves before the presence of God. Kwamba tujue sisi ni wakuhani na tuna haki ya kujieleza mbele ya Mungu. And thank God that all those things that has given us, Nashukuru Mungu kwa sababu mambo yote ambayo ametupa, we are supposed to deal with them. tunastahili kuyashughulikia. Because many times, as he said, we want to mount up, but they are pulling us down. Sometimes it's very challenging, Wakati mwingine ina changamoto, it's painful, ni uchungu, but as we continue waiting upon God, lakini tunapoendelea kumngojea Mungu, our confidence will never be cut off. Mungu wetu, Our confidence in the Lord will not be cut off. ujasiri wetu kwa Mungu hautaondolewa. So let us continue waiting upon God. Kwa hivyo tuendelea kumngojea Mungu, And in due time, we will be able to see God's manifestation in our life. na wakati unaofaa Mungu atajitokeza kwa maisha yetu. And something else he said very powerful is about lack of determination. Jambo lingine la nguvu ambalo alisema ni kukosa kujitahidi. When we are not determined to mount up, Wakati hatuna juhudi ya kupaa juu, when we are not having we don't have determination of changing, kama hatuna juhudi ya kubadilika, we remain the same. tutabaki hivyo hivyo. And she has told us something very powerful. Na ametuambia jambo la If nguvu. we are doing the same things every day, every month, every year, there's no result. Kama The unafanya result will be the same. mambo vile hivyo mwaka huu kila siku, mabadiliko hayatakuweko kwa If I'm doing the same thing this year, last year, 2019, 2018, friend, there'll be no any other result. The result will be the same. hakutakuwa na matunda tofauti nikifanya mambo vile nilifanya mwaka jana, mwaka huu na mwaka ujao. But she had said something very powerful. Akasema jambo la nguvu, That we need to move from one glory to another. kwamba tunahitaji kupaa kutoka kwa utukufu mmoja hadi So mwingine. let us change that we can be able to mount up from the level we are to the next level. Tubadilike ili tuweze kuinua kwa kiwango ambacho tuko, tuende kwa kiwango kingine. It's the will of God for you and for me to go to the next level. Ni wajibu wako mtu wa Mungu uende kwa kiwango kingine. Because we move from one glory to another. Maana tunatoka kwa utukufu mmoja hadi mwingine. We are called for that. Tumeitwa tufanye hivyo. And the other one was also powerful. Jambo lingine la nguvu pia, Trials and temptations. Majaribu. We are tried the things that we like, the things that we love. Tunajaribiwa kwa mambo ambayo tunayapenda. We are tempted in those things that we really go for them. Tunajaribiwa kwa yale mambo ambayo tunayatafuta So sana. we must be very careful Kwa hivyo lazima tuwe angalifu. that when we are tempted, Wakati we tumejaribiwa, don't fall in temptation, tusianguke kwenye but continue majaribu. winning in Jesus' name. Lakini tuendelee kushinda katika jina la Yesu. Finally, we have been in a comfortable zone for many things. Tutaki kufanya jambo lingine lolote. May you have the grace of God. Uwe na neema ya Bwana. And say 2021 Na mwaka wa is a year 2020 of mounting up. ni mwaka wa kupaa I juu. want to come out of my comfortable zone Nataka nitoke katika hali yangu ya kujitosheleza and then move to the next level. na nisonge kwa kiwango And kingine. at least I can sacrifice something sometime and move forward. Na ninaweza nijitolee kwa jambo moja Maybe you have nisonge. never fasted even one day. Pengine hujaifunga hata You siku. can declare to fast one day, Unaweza tangaza ufunge siku moja or maybe 2 days, ama siku mbili. or maybe you have not been giving your tithe. You can decide, I don't want to remain there in that zone. Haujakuwa ukitoa fungu lako la 10, unaweza amua sitaki kubaki hali hapo. And has said Na vile amesema, that we are being accused of many lack of discipline. tumeshtakiwa kwa kutokuwa na nidhamu. I also want to say I also want to say what he said. Ningependa pia kusema vile amesema. Let us have this homework. Wacha tukue na hii kazi ya Which nyumbani. area are you not disciplined? Ni hali gani ambapo hauna Which nidhamu? area am I not disciplined as a Ni Christian? hali gani katika maisha yangu sina nidhamu? So kama we need to Mkristo? check our life. Tunahitaji kuangalia maisha yetu. And when you check your life, and when I check my life and see the area where I need to check the discipline in that area, then I am going to change. Ukichunguza maisha yako, nichunguze maisha yangu, nione mahali ambapo sina nidhamu, nitabadilisha. May the Lord help us, please. Mungu atusaidie wapendwa. Let us be focused. Tuweze tutizamie mbele, And when we are focused, na tunapotizama kule as mbele, we are being taught today, vile tumeambiwa leo, it's got to be for your benefit. itakuwa ya manufaa yako. Is that true? Hiyo ni kweli. When you change, when I change, it has got to be for your benefit
and my benefit. Ukibadilika nikibadilika itakuwa manufaa yako na yangu pia. When you change from discipline in many things in your area, in my area, then it's for my benefit. Ukibadilisha kwa vitu ambavyo hauna nidhamu kwa area fulani ya maisha yako na yangu itakuwa manufaa yako. When you come from the comfortable zone, some areas where you don't want to change, it's got to be for your benefit. Tukitoka mahali ambapo tunaona tumefika na imetutosheleza tu itakuwa manufaa. So the choice is ours. Kwa hivyo uamuzi ni wako. And when we make a decision, na ukifanya uamuzi, and when we are determined, na ukiwa umejitolea, and when we are focused, na ukiwa then we are going to mount up. Tutapaa juu. But if you are not going to make a decision, lakini usipokata kauli, you are going to try to mount up. Utajaribu kupaa juu, but you be pulled down. Lakini utavutwa chini. Thank you so much, Cecilia. Asante sana Cecilia. And your interpreter, mkalimani wako, for your clear voices. Let us appreciate them. Come on, let us appreciate them. When I was growing up, wakati nilikuwa nikikua, when I was growing, wakati nilikuwa ninakuwa, we used to go to where there is a cow dog. Tulikuwa tunaenda mahali kuna kwenye zizi la